tuongeze kasi. Tuko nyuma sana. Kuongeza idadi ya mafundi, kuongeza muda wa kufanya kazi. Tuzingatie ubora na kasoro yote tujitahidi isijitokeze. Na kamati ya mradi ya kijiji muwepo, karibu sana. Kague kila hatua, kagueni kila kitu. Lakini pia mkurugenzi, tunahitaji vile vifaa kwa ajili ya kupimia zege hili, kupimia nondo, pamoja hata na ubora wa matofali. Kwa hiyo mkurugenzi, swala la hili mtupatie vituo vyenu vyote vya huduma, sekta ya afya, elimu, governance, pamoja na miradi mingine yote. Hapo mtuonyeshe yepi yamepimwa, yepi hajapimwa, yepi ana hati au yepi hana hati, na kwa nini hajaandaliwa hati na wataalamu. Kwenye swala la ulinzi wa maeneo haya kama yanapakana na maeneo ya wananchi, makazi au maeneo ya mashamba, yawekewe mkuza, yawekewe demarcation, yasafishwe, yalindwe. Tuone vibao, hata vibao vipo kwenye shule, mmejitahidi, lakini bado swala la kuyasafisha maeneo na kuyatunza. Yale ambayo yanaonekana hayajawekwa miundombinu ya shule, basi yasafishwe, yatatumiwa hata na watoto kucheza, si ndio? Tunawasihi kwenye hili eneo mlisimamie na mtupatie mrejesho, mlitekeleza vipi na lini kwenye kupata hatimiliki kwa ajili ya maeneo yote ya shule na afya, lakini na maeneo mengine ya utawala kama hizo ofisi za kata, za vijiji pamoja na ngazi ya kata. Lengo la mradi ni kuboresha utoaji wa huduma za afya kwa wananchi wa kata Mpandangiro na maeneo jirani. Mradi ulianza kutekelezwa mwezi wa 9, 2025 na unatekelezwa kwa awamu. Kwa sasa mradi huu unaotekelezwa ni ujenzi wa jengo la wagonjwa wa nje OPD, ujenzi wa kichomea taka ambao bado hujaanza, ujenzi wa matundu 3 ya vyoo na mnara wa maji. Ujenzi wa jengo la wagonjwa wa nje OPD hadi sasa umefikia 40%. Jumla ya fedha zilizopokelewa kwa lengo la utekelezaji wa mradi huu ni shilingi milioni 250. Hadi sasa fedha iliyotumika ni shilingi milioni 46,417,900.